Haya, kwenye Ifahamu China ni kwamba nchi hiyo imeanza rasmi kutumia mpango wa kwanza duniani wa kuzalisha nishati ya upepo baharini wenye uwezo wa kuzalisha megawati 16 za umeme. Mpango huo ulioko kaskazini ya bahari ya China unatumia mfumo uliopewa jina Tension Leg Platform. Hebu tazama. Jukwaa hilo linaloitwa Haiyo Anlam limeanza kazi rasmi siku ya Alhamisi baada ya kukabiliana na changamoto kubwa za bahari kuu kupitia matumizi ya teknolojia bunifu zilizowezesha kupunguza uzito wa muundo wake huku likiendelea kuwa imara katika mazingira yenye mawimbi na hali kali ya bahari. Kwa mujibu wa shirika la taifa la mafuta la China, jukwaa hilo limeunganishwa na gridi ya umeme ya Lufeng Oil Field na tayari limeanza kusambaza moja kwa moja umeme wa kijani. Umeme huo unasafirishwa kupitia nyaya zilizowekwa chini ya bahari hadi kwenye gridi ya Lufeng Oil Field. Haiyo Anlam ni jukwaa la kwanza duniani la kuzalisha nishati ya upepo kutumia mfumo wa kulifunga baharini kwa nyaya za chuma zinazovutwa kwa nguvu. Mifumo 8 ya usanifu wa teknolojia hii imepata ithibati kutoka taasisi za kimataifa zenye mamlaka na hivyo kuziba pengo lililokuwepo nchini China katika teknolojia ya ujenzi wa mifumo ya tension leg mooring yenye usahihi wa hali ya juu. Kwa jumla, zaidi ya mita 70,000 za uchomeleaji zimefanyika, huku kiwango cha uchomeleaji uliokidhi viwango tangu jaribio la kwanza kikizidi asilimia 99. Jukwaa hilo limewekwa takriban kilomita 136 kutoka ufukweni katika eneo la Pearl River Mouth Basin kwenye bahari ya China Kusini. Kwa ukubwa wake, jukwaa hilo lina urefu unaokaribia sawa na jengo la ghorofa 110, lina uzito wa takriban tani 7,800 na eneo la mzunguko wa mabawa ya turbine yake ni sawa na ukubwa wa takriban viwanja 7.5 vya kawaida vya mpira wa miguu. Tumeunda kwa kujitegemea mfumo wa nyaya zenye nguvu kubwa wa kulifunga jukwaa baharini pamoja na teknolojia ya kuunganisha minyororo ya nanga kwa usahihi wa hali ya juu. Pia tumebuni mfumo wa uendeshaji wa pamoja unaowezesha vifaa na meli mbalimbali kufanya kazi kwa wakati mmoja, ukiwemo Lanjing 7500 na Haiyang Shiyu 291. Wakati wa ujenzi tulitumia mfumo wa 3D wa kuiga hali ya bahari kwa ajili ya ufuatiliaji wa mabadiliko ya mazingira ya bahari kwa wakati halisi. Teknolojia hiyo ilituwezesha kufanikisha uunganishaji wa vifaa chini ya maji kwa usahihi wa kiwango cha milimita na hivyo kuziba mapengo kadhaa ya kiteknolojia yaliyokuwepo nchini China katika usimikaji wa majukwaa ya upepo yanayoelea baharini yanayotumia mfumo wa tension leg.